Yohana sura ile ya 8 mstari wa 2 mpaka ule wa 12. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, akamweka katikati. Akamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini, naye katika Torati ya Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Naye wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeyote asiye na dhambi miongoni mwenu naye wa kwanza wa kumtupia jiwe. Nane akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke. Akawaambia, mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako wala usitende dhambi tena. Mstari wa 12 anasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Na Mungu alibariki neno lake. Geukia jirani yako mwambie, mpendwa, achana na hilo. Ndio somo langu. Amen. Yesu asifiwe. Mwambie, mpendwa, achana na hilo. Kwa sababu ya muda nilionao, sintakupa historia sana hiki kitabu, lakini nachotaka niseme tu ni kwamba kitabu cha Yohana kinamfunua Yesu kama Mungu, kama mwana wa Mungu ambaye amekuja kwa ajili ya watu wake. Na kipindi Yesu hajaja, kuna sheria nyingi sana ziliwekwa kwa ajili ya kuwakandamiza watu. Katika sheria za Wayahudi zilikuwa zaidi ya sheria 663. Sheria hizi ziliwekwa ili kwamba watu waweze kukandamizwa, na moja ya sheria ambazo zilikuwepo ni pamoja na sheria za uzinzi. Kipindi Yesu amekuja, ameanza kufundisha, watu wengi waliokoka, watu wengi walimjua Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Biblia inasema ya kwamba katika kuokoka, watu wale hawakuishia tu kuokoka, bali waliambatana na Kristo. Ukisoma habari za Yesu, ni maelfu kwa maelfu, maelfu kwa maelfu waliambatana na Kristo. Kwa hiyo Mafarisayo, Masadukayo, waandishi, Biblia inasema ya kwamba hawakupendezwa na kile Kristo alichokuwa nakifanya. Kwa hiyo wakaanza kutafuta sababu za kumuua. Walitafuta sababu nyingi kila wakati, hasa ile kundi la Mafarisayo na Masadukayo. Kila wakati Yesu alipokuwa na mkutano, watu hao walikuwepo kutafuta ni wapi atateleza ili kwamba tuweze kumkamata. Baada ya kukosa kabisa namna ya kumkamata Yesu, Biblia inasema kwamba kundi moja la Mafarisayo, haya ni makundi ambayo yaliinuka kipindi cha ukimya miaka 400 kutoka kitabu cha Maraki kuingia kitabu cha Mathayo. Kundi moja la Mafarisayo, Masadukayo na waandishi likaona tunafanyaje ili tupate kumwangamiza huyu Yesu.
Siku moja ambayo ni siku ya Sabato, Biblia inasema ya kwamba badala ya wao kwenda hekaluni kuomba, siku hiyo wao wakaenda huko mtaani. Yesu akaelekea hekaluni kuanza kufundisha. Kipindi Yesu anafundisha, hawa wako mtaani wakaenda kumkurupua mama aliyekuwa akizini. Sasa Biblia haijasema, unajua unaposoma Biblia iliponyamaza unaona takiwa kunyamaza. Tuko pamoja wana wa Mungu. Haielezi kama walimkuta guest, alimkuta wapi, lakini nasema tu kwamba wakamleta mama aliyekuwa anazini. Na wakasema kwenye huu mtego Yesu atoboi. Yaani kwenye hili, kwa sababu katika mambo ambayo Wayahudi waliyazingatia sana ni sheria, na ni sheria za Nabii Musa kwao. Kwa hiyo wakasema tunahitaji kuona atazungumza nini katika hii habari. Kwa hiyo wakamkurupua yule mama, wakampitisha mtaani kama ilivyokuwa sheria, wakamdhalilisha walivyoweza. Baadaye wakaja naye mpaka hekaluni. Wakamkuta Yesu anafundisha kama tulivyokaa hapa. Wakamleta, wakamwambia, nafikiri mwongoza ibada, hebu tunaomba utulie kwanza. Tuna jambo letu hapa. Tunataka kujua kwanza huyu anayefundisha. Naomba kwaya zitulie zote. Naomba praise and worship zitulie zote, lakini tunataka kushughulikia kwanza hili tatizo. Lakini Biblia inasema kwamba walifanya hivyo ili wapate kumpata Kristo. Kwa hiyo ajenda haikuwa nani amezini. Ajenda ilikuwa tunampataje huyu ili tuweze kumaccuse, tumuue. Kwa hiyo wakamleta, na Yesu naye akijua akatulia kusikilizia picha linakwendaje. Biblia inasema ya kwamba wakamwambia, Bwana, hapa mbele yako tuna huyu mwanamke, na huyu mwanamke tumemkamata katika uzinzi, na sheria ya Musa inasema hivi, mtu akikamatwa katika uzinzi sharti auawe. Sasa wewe kama mwalimu, kama nabii ambao unasema umekuja kuzitimiliza sheria za Musa na manabii, unasemaje katika habari hii? Basi kwamba walimwambia hilo kwa kusudi la kumtega. Yesu naye kwa sababu alikuwa mbele ya muda, akainama. Basi kwamba akaanza kuandika. Aliandika kwa mara ya kwanza, wametulia tu. Walipomaliza wakaona alichokiandika, wakamuuliza tena, mzee, kwenye hii habari ya huyu mama tunasubiri utamke, inakaaje? Yesu akawaambia kwamba asiyekuwa na dhambi awe wa kwanza kunyanyua jiwe kumpiga huyo mtu. Alipomaliza hiyo kauli akainama tena pale kuandika. Sasa wanatheolojia, nafikiri yupo na mzee wangu hapa, wanajaribu kusema kwamba yamkini alipoinama alianza kuandika dhambi za wale watu na tarehe zao, kwamba wewe unayezungumza tarehe fulani ulikula wali kwa mama ntilie na hukulipa. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo jamaa alipotazama akasema ila ni kweli hapa. Akafanyaje? Akaondoka. Baadaye akaandika mwingine kwamba wewe mwenyewe umepanga hapo ulipopanga, mwenye nyumba na kudai miezi 7 haujalipa mpaka leo. Aliposoma akaona hapa kweli, akaondoka. Mwingine akaambiwa wewe mwenyewe huyu binti ulitembea naye tarehe 16 na tarehe hizi, lakini leo umemgeuka unasema umemkamata kwenye uzinzi. Biblia inasema ya kwamba kila mtu aliposoma akashtakiwa, si ndio? Biblia inasema hivyo, akashtakiwa moyoni mwake. Kwa hiyo sasa Yesu naye akajizima data, akainama kana kwamba hana muda nao. Kwa hiyo ni jina dhambi, jina dhambi, jina dhambi. Kwa hiyo unachungulia, ukiona la kwako lipo unaondoka. Chungulia, ukiona la kwako lipo. Ninasema kwamba wote waliomleta pale, hakubaki hata huyo. Yesu akainuka. Alipoinuka kwenye ile ibada, alikuwa na ibada ya watu 5,000, wamebaki wangapi? Akamuuliza yule mama,
Watu wameondoka bila kutoa sadaka, imekaaje hapa? Wao waliokuwa na kushtaki wako wapi? Mama akasema hata mimi sifanye nini? Sijui. Yesu anasema katika mstari ya mwisho kwamba akamwambia yule mama, umesamehewa nini? Dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kasema hata mimi siwezi kukuhukumu, enenda zako wala usitende dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ndiyo setting ya hiki kitabu au hii aya. Kwa hiyo akajikuta amebaki Yesu, akabaki na yule mama. Yesu akamwambia siwezi kukuhukumu, wewe enenda zako, lakini usirudi kwenye uzinzi tena, usitende dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Swali la kujiuliza, kwa nini Yesu hakutaka kumhukumu huyu mama? Hilo ndio swali la msingi sana, kwa sababu hawa walitaka litamkwe jambo watimize. Lakini nini Yesu anachojaribu kutufundisha katika ya mafungu tuliyoyasoma kama kanisa la Mungu? Nini anachotaka kutufundisha? Jambo la kwanza, unapofika mbele za Mungu, mtu yeyote mwenye mwili anapofika mbele za Mungu, hakuna mwenye haki hata huyo. Tunaelewana vizuri? Mbele za Mungu hakuna mwenye haki hata huyu. Biblia inasema kwamba wote wameoza, wote wametenda dhambi. Sio kama tunaelewana vizuri? Mbele za nani? Za Mungu. Na ndio maana walipomfikisha, alipoinama kuandika, hakubaki hata huyu, kwa sababu mbele za Mungu hakuna mtu anayehesabiwa haki. Biblia inasema kwamba wanadamu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mungu ana haki anayoisema hapa, sio haki ya kujipima kati ya mimi na mtumishi fulani, sio haki ya kujipima mimi na muumini fulani. Anayoisema hapa ni kati ya mwanadamu na Mungu. Unaposimama mbele za Mungu, haki ya Mungu jinsi ilivyo na wewe jinsi ulivyo, pale panakaaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho anachojaribu kutufundisha hapa. Nataka nikwambie jioni ya leo, ndio maana nimesema ya kwamba somo langu linasema achana na hilo. Wapendwa, kama kanisa ni lazima tufike sehemu tuelewe ya kwamba Mungu ametupa neno lake si kwa ajili ya kuwahukumu watu wengine. Mungu ameliachia neno lake ili lipate kuwa kioo cha maisha ya kila mtu. Unapolisoma neno la Mungu, unapolihubiri neno la Mungu, unapoliimba neno la Mungu, unapolitamka neno la Mungu, linapaswa, kabla hujalipeleka kwa mwingine, linatakiwa kushughulika kwanza na maisha ya kwako katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu mambo mengi sana ambayo tunayaona leo katika madhabahu ya Mungu, watu wengi wamekuwa ni watu wa kuhukumiana, ni watu wa kusemana vibaya, ni watu wa kutajana, ni watu wa kufuatiliana, ni watu wa kudosoana, ni watu wa kusemana. Hawa watu wamekuwa ni watu wa kujihesabia haki na kuwaona kwamba wengine hawafai, na kuona kwamba
wanaona wengine ni wenye dhambi, wanaona wengine wamepotea, wanaona wengine ndio wachafu kuliko wao. Wao wanajiona kwamba wako haki, wanajiona kwamba wako safi mbele za Bwana, wanajiona kwamba wao wametakasika, wanajiona kwamba wao ni Mafarisayo. Na watu wengine wameumia, hata wameondoka makanisani, hata wameacha makanisa kwa sababu ya kusemwa, kwa sababu ya kuzungumzwa, kwa sababu ya kutamkwa, kwa sababu ya kuchafuliwa, kwa sababu kuna kakundi kachache kanajihesabia kuwa kenyewe kako safi, kwamba hakana dhambi. Lakini nataka nikwambia mtu wa Mungu, kila aliyeko mahali hapa akisimama mbele za Mungu analo tatizo lake katika jina la Yesu. Kila aliyeko mahali hapa akifika mbele za Bwana, kuna watu wengine ni waongo na wako mahali hapa na wanena kwa lugha. Kila mtu akisimama hapa, kuna wengine ni walevi, asubuhi wako makanisani na wananena kwa lugha mahali hapa. Kuna wengine wako makanisani ni wachawi, wako mahali hapa wanaloga mpaka watumishi wa Mungu, na asubuhi ni wazee wa kanisa. Lakini kwa sababu hawajaonekana, kwa sababu mambo yao hajajilika, wanajihesabu kuwa ni wenye haki, wanajihesabu kuwa wako sawa. Na watu hao wamelitesa kanisa, watu hao wamelihangaisha kanisa. Lakini Mungu anasema nini? Kila mwanadamu ambaye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu amefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu hiyo, kabla haujanyanyua kidole kumtaja mtu mwingine, jiangalie kwanza katika jina la Yesu. Shughulika na maisha yako kwanza katika jina la Yesu. Jicheke kwanza wewe mwenyewe katika jina la Yesu. Ukijiona uko sawa, ndio uwe na mamlaka ya kusema mtu mwingine. Huna hayo mamlaka, achana na maisha yangu katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Yesu anasema lazima kanisa lijue hili. Unajua kuna watu wameua hata vikundi vya maombi. Kazi yake ni kufuatia maisha ya watu wengine. Akibahatisha kuna mtu ameteza kidogo, ndio watambebea beraha. Mnakwambia ni mtaa kwa mtaa. Hii kwambia ni mtaa kwa mtaa. Sikiza nikueleze. Unamsema huyo, lakini wewe ukikuchunguza bado tunakuona na mapungufu ya kutosha tu. Sema sisi hatuna uwezo wa kukuzungumza, lakini kama tungekusema na una ya kutosha. Halo. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Kama sio wewe, hata watoto wako. Na lazima kanisa lijue hili. Kwa sababu tukilifahamu hili, maana yake tutaombeana, maana yake tutasaidiana, maana yake tutajengana, maana yake tutatiana moyo katika jina la Yesu. Maana yake tutakutana na kulia kwa toba mbele za Bwana, ili Bwana apate kutusaidia, sio kuchafuana. Sema amen kama unanielewa. Anasema imagine hawa watu, ni siku ya ibada, wanatakiwa weko hekaluni, lakini mtu ameondoka kwenda kusaka mtu anayezini hotelini. Tuko pamoja? Katika sheria na mila za Kiyahudi, ilitakiwa Myahudi siku ya Sabato awe nyumbani au awe hekaluni anasoma Torati, awe nyumbani yuko na familia yake. Hata kutema mate ilikuwa ni shida. Ukitaka kutembea, ukisoma sheria zao, ulitakiwa urushe kajiwe, katakapoishia ndio unatembea umbali huo. Haikuruhusiwa. Si unanielewa? Soma. Au unasema uongo mtumishi wa Mungu, unasema theology. Haikuruhusiwa. Lakini imagine Yesu amekuja kwa watu wake. Ndio nasema kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya Wayahudi. Watu hawa waliposikia Kristo yuko mahali hapa siku ya Jumamosi anafundisha, walitakiwa wao hemani, walitakiwa wakae kumsikiliza, lakini wao hawakukaa, wakaenda mtaani kusaka mtu anayezini. Halafu wanakuja wanasema kwamba tumemkamata mtu huyu anayezini. Unasemaje kwa habari hii? Ningekuwa mimi ningewaambia nyie mlitakiwa mwe hapa kanisani, mtaani mmeenda kufanya nini? Halo. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Wengine hapa ni waganga wa kienyeji kasoro vitendea kazi, na wako mahali hapa na wananena kwa lugha, na wako hapa. Lakini kazi ni kuinua midomo kwa ajili ya watu wengine. Na wako hapa. Wako hapa. Sema
Wewe ni mtu uliyeokoka. Siku ya hema ulitakiwa kuwa hemani. Kwa nini uende mtaani? Alafu anasema huyu tumemkamata anazini. Unajua kwenda kumkurupusha mtu anazini sio jambo jepesi. Alafu anasema sisi tuko sawa kabisa. Halo. Ndio maana mimi huwa naangalia sana, unamkuta mtu anajihesabia haki, unakuta mtu kifua kiko mbele, lakini ukimwangalia amejaa changamoto za kutosha. Inabidi tu uone kwamba huyu ni kinachomsumbua ni ufahamu. Kinachomsumbua hajui neno la Mungu, lakini akilijua neno la Mungu, kila siku unahitaji kushuka mbele za Bwana. Kila siku unahitaji kuomba rehema kwa Bwana. Kila siku unahitaji kuomba toba mbele za Bwana. Maana hata kama hujatenda, unaweza kuwa umemwazia mwenzio vibaya. Hata kama hujamwazia vibaya, unaweza kuwa umetenda mabaya. Kila mmoja analo tatizo lake, sema amina. Kila mmoja anayo shida yake, na kwa sababu hiyo watu wanapokuja kwa Bwana wote wanahesabika ni wenye dhambi. Nini kinachohitajika? Rehema za Bwana zinatuhifadhi. Rehema za Bwana zinatuhifadhi. Bwana anatustahilisha kwa neema yake. Bwana anatupa kutumika kwa neema yake, sio kwa sababu ni wazuri sana, sio kwa sababu ni watakatifu sana. Ni rehema za Bwana katika jina la Yesu. Kama Bwana anavyokuhifadhi wewe, anaweza kumhifadhi hata mtu mwingine. Sema amen kama unanielewa. Kila mtu mbele za Bwana anayo shida. Sisi wenye wachungaji tunagombanaga kwenye vikao vyetu. Watu mnagombana mpaka unachomoa kola. Namna hii. Naambia sintakanyaga kanisani kwako, lakini Jumapili naambia wanaosimama tumwabudu Bwana. Simama, nataka kuachilia mafuta. Mafuta gani baba? Hujapatana na mwenzio kule? Halo. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Mbele za Bwana hakuna aliye safi. Sema amina. Kama Bwana angelituangalia, nani angelisimama katika jina la Yesu? Lakini kwa rehema zake anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu akamuuliza yule mama, washtaki wako wako wapi? Mimi kuna watu wananiuliza, unawezaje kukaa na vijana wengi? Hakuna watu wana matatizo kama wa vijana. Wengine tunatembea lakini bado wanavuta bangi. Hello. Unakuta kila wakati amechaji kama vile ana roho, kama hana roho. Unafikiri kama vile Mungu ameanza, kumbe anavuta bangi. Lakini unakuwa naye kwenye msafara, unaamini kwamba iko siku nuru ya Bwana itamshukia katika jina la Yesu. Nani ajuaye? Sema amen kama unanielewa. Nani ajuaye? Nani ajuaye? Lazima Mungu umpe nafasi ya kushughulika na maisha ya mtu. Tunao vijana nao. Mimi najuaga kabisa vijana wangu hao wameniingiza mkenge hapa, lakini nawaambia baba, neema yako iwe juu yao. Nakumbuka kipindi kanisa letu liko mahali hapa, lilikuwa na mabati linaishia hapa. Vijana wale walikuwa na pikipiki, walikuwa naruka mabati, wanakuja kubeba mafuta kwenye generator. Mafuta ya petrol. Wanaweka kwenye pikipiki zao. Hawana hela ya kununua mafuta. Wanasema generator ya kanisa ina nini? Wanadikila ndani, wanaingia potele ambali hata achanwe bati. Lakini saa 7 unampanga maombi ya kufungua kipindi, unamkuta jasho limemtoka na wakati anajua masaa 2 nyuma amepita na mafuta ya kanisa. Sema mimi kama unanielewa. Unaelewa? Wewe kwa nini waya za kanisa zinapotea? Eti mama askofu, hatupotezagi mic. Hatupotezi mpaka mixer zinapotea. Lakini unamkuta mtu amefumba macho, niguse tena. Jana kapita na mic zetu. Hello. Kila mtu analo la kwake, sema amina. Kila mtu analo la kwake, sema amina. Kuna watu wengine wana roho mbaya na wako makanisani na wameokoka, lakini wana roho mbaya. Wakiona mwingine ameanza kufanikiwa, roho zao zinajikunja. Lakini huyo mtu anakuwa labda wakati mwingine ni kiongozi, hata kama ni mchungaji. Mwangalie Yona. Anasema Bwana, niko tayari kufa kuliko kuiokoa Ninawi. Na ni mtumishi wa Mungu, tena nabii muonaji. Wanasema
mbona unachukia kwa ajili ya Ninawi wakati hawa ni watu 120? Wewe nimekupa tu kamtango umefurahi. Anasema nilifurahia mtango. Sasa nilihitaji mimi, sio na wale. Kuna watu na wako kanisani lakini wana roho mbaya. Lakini unamkuta machozi mpaka tumboni. Badilika katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu analo tatizo lake. Bwana akakusaidia. Sema amina kama unanielewa. Ninasema kwamba hawa walipojihesabia haki, walipofika mbele za Bwana, Bwana akaanza kuandika shida zao. Bwana akaanza kuandika matatizo yao. Bwana akaanza kuandika dhambi zao. Walipotazama wakaona, Jumamosi nilikuwa naye mimi, Jumapili nilikuwa naye mimi, Jumatatu nilikuwa naye mimi. Mimi mwenyewe juzi nilikuwa nakunywa waini. Mimi juzi nilikuwa nakunywa pombe. Juzi nilienda kwa mganga wa kienyeji. Biblia inasema kwamba wakatembea, wakawaacha, kanisa likaisha. Kwa nini? Walijiona wako safi, lakini kimsingi mbele za Mungu waliposimama akawaskrini wakajikuta wana shida. Sema amina kama unanielewa. Yesu anawaambia nini? Achana nalo, hii ni kazi yangu. Jambo la pili anatufundisha Kristo pale. Mbele za Mungu tuna mambo mengi ya maana tunayopaswa kufanya zaidi ya kukaa tunachunguliana, tunachunguza mambo ya watu. Unajua zoezi la kwenda kumkamata mtu anazini, kwanza lazima ujue ni nani. Huo muda unaupata wapi? Cha pili lazima ujue anazini na nani. Cha tatu lazima ujue muda atakao kwenda kuzini. Sio, mnanielewa? Cha nne lazima ujue kama ni guest, kama nyumba anaenda kuzini wapi. Sasa huo muda hujui kama ni kupoteza muda. Halo. Lakini kuna watu wameacha mambo yao ya msingi na kuanza kushughulika na maisha ya watu. Biblia kwamba hawa walipaswa wawe hekaluni. Hawa walipaswa wawe hemani. Hawa walitakiwa wanajifunza hata jinsi ya kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Hawa walitakiwa wanajifunza neno la Bwana siku ya Sabato. Walitakiwa wawe na familia zao. Ulipaswa uwe kwenye biashara zako. Ulipaswa uwe na familia yako. Ulipaswa unaangalia kwa nini na feli hapa, kwa nini ulipaswa hata uwe kwenye madhabahu unaomba. Ulipaswa uwe sehemu na lakini badala ya kuwa kwenye mambo ya maana, unaendelea kufuatilia mambo yasiyokuwa na maana. Na ndio maana watu wengi tumekwama, kwa sababu badala ya kushika vitu vya msingi tumeshughulika na vitu visivyokuwa vya msingi. Unamkuta mtu anashughulika tu na mtu. Huyu anapata wapi hela ya kushona nguo mpya kila wiki? Na ni mtu ambaye ana mji wake na mume wake na watoto, lakini anashughulika na mtu. Huyu anapata wapi hela? Kuna mambo mengi ya kufanya. Unakuta mtu anashughulika, jamani, huyu sikiliza, kila mmoja ana jambo lake la msingi. Kuna wengine hapa mnatakiwa mdili tuna biashara zenu katika jina la Yesu. Ukisikia mtu akibarikiwa, sawa, acha abarikiwe, lakini wewe shughulika na la kwako katika jina la Yesu. Ukisikia mtu fulani kainuliwa, sema na mimi nafuata katika jina la Yesu. Maana na mimi niko kwenye, badala ya kuanza kushughulika, mbona fulani kanenepa, sema kama kanenepa yule, na mimi nafuata katika jina la Yesu. Mbona fulani kaolewa, kama ameolewa yule, na wewe sema na mimi nafuata katika jina la Yesu. Kama yule mtu amenunua gari, na mimi nakwenda kununua ndege katika jina la Yesu. Kama kanunu kapata vyombo, na mimi nitanunua vyombo katika jina la Yesu. Kaa kwenye mstari, achana na mambo ya watu, maana Mungu amekupa kazi za msingi ambazo unatakiwa kushughulika nazo kama wewe. Halo. Halo. Sema amina kama unanielewa. Maana yake nini? Simama kwenye nafasi yako. Maana yake nini? Kama hata sina la kufanya, bora nikaja hemani hapa, nikaanza kushandarize, nikaanza kutengeneza huduma yangu mahali hapa, nikaanza kusema na Bwana, Baba, na iamuru mashariki, na iamuru kaskazini, na iamuru kusini, na iamuru magharibi, zikaachilie Bwana, huduma hii isonge mbele. Bora nikaja nikapoteza muda hapa kuliko kupoteza muda kushughulika na mambo ya watu. Na ndio maana Yesu anasema, ninyi mlitakiwa mwe hekaluni, mlitakiwa mwe mnaomba, mlitakiwa mwe mnasifu na kuabudu, mlitakiwa mwe mnahubiri mahali hapa. Imekuwa kuwaje mnatoka kwenda kusaka wanaozini? Hilo ni kosa. Na mbaya zaidi, katika sheria ya Musa anasema katika Kumbukumbu la Torati 22:22, ukikamata mtu anazini kama ni mwanamke na mwanaume, mnatakiwa mje naye ndio hukumu itoke.
lakini wao wakamwacha mwanaume wakaja na mwanamke. Rushwa. Hatujui, labda aliwahonga, si ndio? Tunajenga hoja. Kwa sababu huwezi kumkuta mtu anazini, au labda yule baba aliwashinda mbio, labda alichopoka. Maana wanaume si unajua tena. Hatuwezi kujua. Halo. Sema amina kama unanielewa. Ukishughulika na mambo ya watu kila siku utashinda umenuna. Maana yule unayemnunia kila siku Bwana atambariki na utanuna mpaka utakuwa mzee katika jina la Yesu. Lakini ukishughulika na ya kwako, Bwana akakukumbuka wewe, kila siku utachangamka. Binasema moyo uliochangamka ni dawa, kwa sababu Bwana atabariki kazi ya mikono yako. Baba atabariki huduma yako. Baba atabariki biashara zako. Baba atabariki familia yako. Baba atabariki kwaya yako. Baba atabariki unachokifanya. Hata kama kuna watu hawajaokoka, maana utatenga muda kwa ajili ya kuwaombea. Baba, ninaomba kwa ajili ya ukoo wangu. Hata kama mume wako hajaokoka, maana hilo ndio jambo la msingi, utamshika kwenye maombi. Hata kama ni mke wako, maana utamshika kwenye maombi. Hata kama unaona huduma inayumba, maana utaikamata kwenye maombi. Haya ndio Bwana ametupa, na haya ndio tunatakiwa kuyashika kama kanisa, na haya ndio tunatakiwa kusimama nayo kama kanisa. Maana haya ni mambo ya msingi, sio hizi biashara zingine tunazozifanya. Halo. Ndio maana tumekwama. Walokole wengi tumekwama. Walokole wengi tumefanyaje? Kwa sababu walokole wengi maneno mengi. Yaani tuna vitu, tuna roho za ajabu sana. Mtu anaenda kupanga hata kufungua huduma, wachungaji wanaanza kumshambulia. Baada ya kwamba makanisa yaongezeke, tunaendelea kuyadidimiza. Kwanza mnawashukuru sana watumishi wa Mungu hawa. Nafikiri Nyanende itakuwa ni ukombozi wa Shinyanga. Wachungaji mimi nafanya makongamano kule mjini, hawaji. Nikukupigia simu tu, baba nabarikiwa sana ninapokusikiliza YouTube. Iko neema kubwa iko juu yako. Humuoni? Angalau Nyanende tunatembea na Mungu awabariki wana wa Mungu. Angalau Nyanende, Mungu awabariki sana. Angalau mtu anasema hakuna kwenda mahali pale, hakuna Mungu. Kana kwamba mbingu ni askofu wako. Siku moja askofu wetu alianza hizo mishe, angalieni imani, angalieni tukamwambia askofu, umeshatushinda. Jamani, tutangazeni kupiga kula. Tukamngoa. Kwa nini? Anataka kututenga. Sikia, mbele za Bwana hakuna MTAG, hakuna nguvu ya neno, hakuna MFPCT, hakuna sijui nani. Kuna watu waliookoka katika jina la Yesu. Kuna watu walioitwa watakatifu katika jina la Yesu. Ndio maana tukikutana hapa tunapata ladha ya TAG, tunapata ladha ya Betheli, tunapata CAG. Tukikaa mahali hapa tunamtukuza Bwana, tunamsifu Bwana, tunasema Baba asante kwa sababu unatupenda. Kama ni miduara tunacheza katika jina la Yesu, kwa sababu hatuna mambo mengine. Sisi tunachokijua ni kimoja tu, Yesu lazima abudiwe, Yesu lazima ainuliwe. Wachawi lazima waokoke, haijalishi ataokokea wapi. Akokota atakakoenda akakutane na Bwana, na hilo ndio kusudi la Mungu. Mungu anataka tufanye mambo ya msingi. Shida ni sadaka. Ndio maana mimi hapa kanisani nishawaambia, michango ya kijinga siyataki. Nataka tu focus kwenye vitu vya maana. Tunaingia kwenye ujenzi, lete fedha ya ujenzi, tuinue hema, walokole waingie wamwabudu Mungu. Sema amina. Sema amina katika jina la Yesu. Sio kuchanga hela za kwenda kupindua katiba. Siku moja wakaleta, unajua tumejigawa kidogo, kuna michango ya kwenda kupambana na maadui kwenye wizara ya mambo ya ndani. Tunataka katiba mpya. Nikamwambia mimi sina mchango wa jambo hilo, sina. Nina ujenzi, sijaweka bati, watu wanaabudia nje. Nyie mnakusanya hela za kwenda eti wakawapambane na maadui kubadili katiba.
Sina huo muda. Hiyo katiba iliyopo kama imeferi, katiba yangu ni Yesu tosha katika jina la Yesu. Sema amen kama unanielewa. Waliponipiga mikono nikawaambia kesho mtakuta ubao mwingine hapa. Sisi wenyewe tuko mbele ya muda. Nikienda tu kwa Marula pale nakuja na bango TAG, nguvu ya neno TAG. Namna hii. Sema amina kama unanielewa. Wala hana shida. Nikienda kwa mzee wangu Samueli ni ubao kubwa TAG katika jina la Yesu. Utanifanya nini? Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Mkininyima wote na kwenda kwa rafiki yangu hapa tumetoka naye Tabora, utaninyima. Betheli. Yako mambo ya msingi tunataka kusimama nayo. Sema amina. Vijana, kuna mambo ya msingi. Acheni kukaa mnalilia mahusiano yamegoma, yamekwama, unalia usiku kucha, piga chini, songa mbele katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Yako mambo ya maana. Wenzi wanahesabu hela, wenzi wanatafuta mitaji, wenzi wanaweka hela benki, wewe huko unaguguma tu, kaniacha. Wenzi wanabarikiwa, wananunua magari, wewe unalia tu, yani sijui nitampata, yani najua tu mpata. Wewe tafuta hela, achana na hayo. Mwabudu Bwana, achana na hayo. Njoo hemani mwa Bwana tumtafute Mungu, achana na hayo. Kama amegoma, yuko Yesu, anaitwa rafiki wa kweli. Yuko Yesu, anaitwa ni baba wa wajane. Yuko Yesu, anajua. Shughulika na vitu vya kijinga. Mwanaume mwenyewe unamhangaikia, kichwa hakieleweki. Nilimkabidhi moyo wangu. Uona yemuona wewe wa kumkabidhi moyo. Uona unavyomuona huyo, unaweza kumkabidhi moyo. Unajua kuna watu mioyo hii sio nafikiri ni ya kuchezea. Wewe unavyomuona huyo ni wa kukabidhi moyo. Hello. Yesu anasema ametupa mambo mengi. Badala ya kumkabidhi huyo moyo, ukabidhi kwa Bwana katika jina la Yesu. Badala ya kuona sijui nipeleke mahusiano yangu wapi, yalete mahusiano yako kwa Bwana katika jina la Yesu. Yesu anakupenda, Yesu anakujali, Yesu anakusikiliza. Ukilia analia na wewe, ukicheka anacheka na wewe, ukikwama anakukwamua katika jina la Yesu. Ukilogwa anapambana na adui yako. Huyo ndio mtu wa kushughulika naye. Sio wapuuzia. Halo. Tunamkutani sijielewi. Sielewi yani mpaka nashindwa hata kula, sielewi. Kaa hivyo. Sisi tunajielewa na tunasonga mbele katika jina. Siku utakapojielewa utatukuta mbele kwa mbele. Sema amina. Sema amen kama unanielewa. Nini anachosema Yesu? Maana yake kwamba viko vitu vya msingi ambavyo kama kanisa tunatakiwa kusimama navyo, kama wana wa Mungu tunapaswa kusimama navyo, na hivyo tukisimama navyo, hivyo ndivyo vitatusaidia. Kama unakunywa mapombe tu ovyo, yamekufikisha wapi? Koroma tu, ukifuka mke wako na koroma tu. Na koroma tu. Wewe unafikiri ndio kuitwa mwanaume ndani? Hello. Wewe unafikiri ndio kuitwa mwanaume ndani? Hapana. Naomba mzime hiyo nani simu. Hapana. Yako mambo ya maana. Sema amina kama unanielewa. Na mambo ya maana, jambo la kwanza ni kama hili. Hakuna kitu cha kupendeza kama ndugu wakae pamoja katika jina la Yesu. Daudi anasema nalifurahi waliponiita na twende nyumbani mwa Bwana katika jina la Yesu. Maana nyumbani mwa Bwana tunafurahi. Nyumbani mwa Bwana tunamsifu Bwana. Nyumbani mwa Bwana tunaondoa tofauti zetu. Nyumbani mwa Bwana tunakuwa kitu kimoja. Badala ya kuja hemani, wewe unaenda kusaka watu wanazini. Kuna watu wengine wanasema jana nilimuona saa 7 usiku yuko na mwanaume. Wewe uko unafanya nini? Ndio maana macho yamekuwa ni makubwa kwa sababu ya kutokulala. Wewe uko unafanya nini hiyo saa 7?
Saa 7 watu wako na mwabudu Bwana, wanamtukuza Bwana, ili kwamba saa 9 usiku wa maana utakapoingia watu wa connect network. Uona, angalia fulani amesimama na nani? Halo. Badilika katika jina la Yesu. Badilika katika jina la Yesu. Sema amen kama mnanielewa. Kuna kitu kingine hapa Bwana anatuambia. Mbele za Mungu mwenye dhambi haangamizwi, bali huokolewa na kusamehewa. Anasema nini? Tunataka tumpige mawe huyu mpaka afe? Maana sheria ya Musa inasema mtu, yani watu na vitambi vyao na ndefu kama waya. Sisi tumefika hapa, tumemkuta anazini. Sasa kwa sheria ya Musa ipi? Huyu anatakiwa apigwe mawe mpaka afanyaje? Na mtu ameshika jiwe, yani mtu anashika jiwe mpaka linamshinda hata uzito, ili mradi tu angamize mtu mwingine. Jamani, Yesu akawaambia jambo hili. Sikia niwaambie, katika kitabu cha Mathayo anasema bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, naye ataitwa jina lake Yesu, ambaye kazi yake atakuja kuokoa watu na nini? Na dhambi zao. Anasema sikuja ili watu wafe, sikuja ili watu wakataliwe, nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na hoteli katika jina la Yesu. Hiki ndicho kitu kimenileta mahali hapa. Nimekuja kuwafanya wale ambao walitakiwa wafe jana, leo waishi katika jina la Yesu. Wale waliotakiwa wafilisike juzi, leo wapate mitaji katika jina la Yesu. Nilikuja wale ambao ni wagonjwa wapate uzima katika jina la Yesu. Nilikuja wale ambao wamekataliwa wapate kuinuliwa na kukubalika katika jina la Yesu. Nilikuja wale ambao ni wajane, mimi nipate kuwa mume wao katika jina la Yesu. Nilikuja kwa wale wanaolia, mimi nipate kuwafuta machozi. Hii ndio kazi ambayo imenileta hapa duniani. Niwaambie Wayahudi, Mafarisayo, fanyeni yote lakini naachilia uzima. Mama, umesamehewa, enenda kwa amani, usitende dhambi tena katika jina la Yesu. Vinasema kwamba yule mama badala ya kuuawa akapokea uzima. Yule mama badala ya kukataliwa akapokelewa katika jina la Yesu. Yule mama badala ya kudharauliwa akapata heshima. Why? Kwa sababu hiyo ndio kazi ya huyu Yesu tunayemtumikia. Sio kuangamiza watu. Leo tumeangamiza watu wangapi makanisani? Alafu watu wakiishi wanataka, mbona watu wanaisha? Wewe ndio tatizo. Wewe uone kama unavyowasonkola kila siku watu wakai. Yesu alikuja ili tuwe na uzima. Sema amina. Yule mama alikufa? Hakufa. Kwa nini? Ukifika kwa Yesu mambo yote ni safi. Angalia watu waliofunguliwa, walikuja wenye njaa, walirudi na njaa. Hakuwa na njaa. Walipofika pale Yesu akafanyaje? Akawapa msosi. Huyu ndio Yesu tunayemtumikia. Sema amina kama unanielewa. Kuna mama mmoja, mtoto wake alikuwa amekufa, yuko anatoka kwenye lango la 9. Bwana akamuona akamwambia, binti inuka. Binti akainuka, akasema maana nikuja mimi ni ufufuo katika jina la Yesu. Kama kuna vitu vinakufa vikapate uzima tena katika jina la Yesu. Kama kuna mambo yamekwama yakainuke tena katika jina la Yesu. Sikia, Petro akamwambia, Petro, Dorcas amekufa, na huyu ndiye alikuwa anatushonea nguo za zambarau. Hatuna mtu mwingine wa kutusaidia. Petro akasema, yuko ambaye ni ufufuo, nitamuita. Alipoitwa, Dorcas akainuka. Kwa nini? Kwa sababu Bwana alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Nataka nikwambie, kama Bwana angelikuwa na hizo roho, leo tusingelikuwa hapa. Leo tusingekuwa tunahubiri, maana tulikuwa ni walevi, tulienda kwa waganga wa kienyeji, tulifanya kila machafu tuliyofanya. Lakini Bwana akasema, pamoja na yote nimekusamehe, nimekutakasa, njoo nitumikie katika jina la Yesu. Ndio maana tuko hapa. Why? Kwa sababu huyu Yesu ni lango la uzima. Tumesamehewa dhambi. Sema, njooni kwangu ninyi nyote, haijalishi mna mambo gani. Yesu kazi yake ni kutusafisha na kila udhalimu. Kanisa likijua hivi vitu limepona.
Ukijua hivi vitu ya kwamba mbele za Mungu hakuna mwenye haki, ukajua kwamba Mungu ametuita katika mambo ya maana, na ukajua kwamba kwa Mungu mwenye dhambi haangamizwi bali usamehewa, umeshinda. Utakuwa mtu wa tofauti, na Mungu akubariki. Bariki.